إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ahibati fillah, ndugu zangu Waislamu, tukiwa tunaendelea na somo la tafsiri ya Qur'an kutoka katika al-Mukhtasaru fi tafsiri al-Qur'an al-Karim, na biidhnillah leo tuna aya kuanzia 50 mpaka aya 55 katika ukurasa huu wa 364. Allahu azza wa jal aliizungumzia mvua na namna anavyoiteremsha mvua, na kwa kupitia mvua akahuisha mji uliokufa. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira. Aliyataja hayo katika aya 49 kwamba yeye anaiteremsha mvua ili ahuishe kupitia mvua hiyo mji uliokufa na aweze kunywesha wanadamu wengi na wanyama wao wanaowafuga. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru faaba aktharu nnasi illa kufura, na tumeigeuza baina yao ili wakumbuke, lakini wakakataa wengi miongoni mwa watu ila kukanusha. Nini kilichogeuzwa hapa? Ndugu zangu Waislamu, wako maulamaa wengi tu wanaona kwamba aya hii inahusu tukio lilotajwa nyuma la mvua, walaqad sarrafnahu, na huibadilisha na kuigeuza hali ya mvua, bainahum, baina ya watu liyadhakaru, ili wakumbuke kwamba yuko anayefanya na ndiye anayeendesha habari za mvua. Mara anaiteremsha katika mji huu, mara anaipeleka katika mji ule, na akitaka anaiteremsha baharini au katika mapori. Wanapokuwa waja wema wakamtii Mola wao, wanaletewa mvua ambayo ni manufaa kwao. wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, lau kama watu wangesimama vizuri katika njia ya Uislamu, basi tungewanywesha maji mengi, tungewaletea mvua za kutosha. Ina maana kwamba mvua na baraka za juu za mbinguni ambazo ni kutengenezeka kwa mawingu na mvua ikaja ni kutokana na takwa. wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Na pia akasema walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard, na lau watu wa miji wengemwamini Allah na wakamcha Allah, tungewafungulia barakat kutoka mbinguni na ardhini. Juu ingenyesha mvua na chini ingetoka mimea. Na ndivyo ilivyo nidhamu ya Allah, iko baina taskhirin wa taslit, baina kuitumikisha hali ya kilimwengu imtumikie mwanadamu au kuisalitisha hali ya kilimwengu iwe dhidi ya mwanadamu. Ima upepo utakuwa mzuri wa kupeleka majahazi afike kwenye safari, au itakuwa ni upepo wa kimbunga wa kuzamisha jahazi. Upepo huo unaweza ukawa manufaa au madhara. Mvua hiyo inaweza ikawa ni manufaa au madhara. Kwa hiyo Allah anafanya tasrif al-matar, anaigeuza hali ya mvua, anawapa hawa wakitii, kwa kiasi anaihamisha, anaipeleka pale, kwa sababu wale sasa wamekuwa tayari kutii, na lau kama wataasi wote ataipeleka maporini au baharini. Huyo ndiye Allah azza wa jalla, anageuza hali ya mvua, na hiyo mvua anaipeleka yeye namna atakavyo. Lakini pamoja na kwamba tunaigeuza hali ya mvua ili watu wakumbuke, liyadhakaru, lakini faaba aktharu nnasi ila kufura, wakakataa wengi wa watu ila kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wanakufuru vipi watu juu ya jambo la mvua?
Ikrima anasema kwamba watu wamekataa ila kumkufuru Allah azza wa jal kwa sababu wanasema mutirna binaui kadha wa kadha, sisi tumenyeshezelewa mvua kwa nyota fulani na fulani. Kwa sababu ya nyota fulani imedhihiri, basi ndio tumepata mvua. Nyota fulani imetuletea mvua. Watu wanaamini nyota ndo zinafanya mambo. Al-imanu bil kawakibi wal anwaa, hii ni imani mbaya. Na kauli hii ya Ikrima, yeye kaifahamu aya imekuja kwamba walaqad sarrafnahu, inahusu mvua. Kwa hau dhamiri yaudu ala al-matar, hau dhamiri inarejea juu ya hicho kinachoteremshwa ambacho ni mvua, ambapo Qur'ani imetaja za nyuma ma'an tahura wa anzalna minas samai ma'an tahura. Kwa hau dhamiri yanairejesha katika ma, ni maji hayo. Kauli ya Ikrima kusema kwamba wanadamu hukufuru wanaposema kuwa tumeletewa mvua kwa sababu ya nyota fulani, kauli hii inatiliwa nguvu na hadithi ya sahihi Muslim. Mtume aliwaambia masahaba wake siku moja baada ya mvua kunyesha, ataduruna madha qala rabbukum, munajua nini amesema Mola wenu? Wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi. Basi mtume akasema Mola wenu anasema asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, katika waja wangu wamepambaukiwa waja wa aina mbili, wameamka asubuhi hii waja wakiwa katika namna mbili. Namna ya kwanza mu'min na ya pili ni kafir. Mvua ilinyesha usiku. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba wake baada ya asubuhi kuingia kwamba Allah anasema kati ya waja wangu kuna aliyeamka leo akiwa mu'minun bi na kuna mwingine kafir kama amenikanusha. Fa amma man qala, ama yule aliyesema mutirna bifadlillahi wa rahmatihi fadhaka mu'minun bi, tumeletewa mvua kutokana na fadhila za Allah na rehema zake, huyo ameniamini mimi, amenikubali. Kafirun bil kawakib, kakanusha nyota huyo, yeye anasema Allah ndiye aliyeleta mvua na sio nyota. Wa amma man qala, na ama yule aliyesema mutirna binawi kadha wa kadha, tumeletewa mvua kwa sababu ya nyota kadha wa kadha, fadhaka kafirun bi mu'minun bil kawakib, huyo amenikanusha mimi na ameziamini nyota. Kwa hiyo ni makosa kuja kuamini kwamba nyota ndizo zinazofanya, bali Allah azza wa jalla ndiye anayefanya. Katika riwaya imekuja kwamba Ibn Mas'ud anasema hakuna mwaka fulani kwamba mvua inakuwa nyingi zaidi kuliko mwaka mwingine, yaani unyeshaji wa mvua unafanana, isipokuwa tu ni kwamba Allah anaihamisha kutoka hapa anaipeleka pale. Taratibu hiyo anafanya Allah azza wa jalla. Mvua inakuja na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anaiendesha na anaileta kwa waja wake kulingana na ile haja. Lakini sasa na haja yenyewe inatimizwa kulingana na iman na utiifu wao mbele ya Mola wao. Ibn Mas'ud anasema laysa min sanatin bi amtara min ukhra, laysa min sana, hakuna mwaka wowote bi amtara kwamba una mvua zaidi min ukhra kuliko mwaka mwingine. Maana yake ni kwamba taratibu alizoziweka Allah azza wa jalla za ujaji wa mvua zinafanana, yani kiwango kinafanana baina mwaka huu na ule, lakini wanaostahiki zaidi wanapelekewa, wanaongezewa katika neema ya mvua, na wale waliopunguza takwa wanapunguziwa manufaa ya takwa, kwa sababu takwa si ndo sababu ya kuja neema. Inama na alistiqama, si Allah amesema wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan, na si ndo pia amesema walau anna ahla alqura amanu wattaqau. Sasa maulama wanasema quwwatul ma'lul ala qadri quwwatil illa, nguvu ya natija ni kulingana na nguvu ya sababu.
sababu dhaifu na tija yake dhaifu. Sababu kubwa na tija itakuwa kubwa zaidi. Sababu ya kuleta neema kutoka kwa Allah azza wa jalla ni illa hiyo. Idha qawiyatil illatu qawiya tab'an lahu almalul. Sababu ikiwa ina nguvu na natija yake pia ina nguvu. Kwa hiyo ikipungua takwa na natija ya takwa itapungua. Kukosekana kwa takwa kutasababisha maafa na majanga, kwa sababu Qur'an ishatuambia kwamba utaratibu wa waja kuneemeshwa basi ni kulingana na wema wao. Wakiwa wabaya, yani hawana wema, sasa wanatenda ubaya, yusallatu alkaunu alaihim, ulimwengu utasalitishwa dhidi yao. Itakuwa jua linadhuru, sasa mvua inadhuru, na shida mbalimbali zitatokezea kwa sababu watu wamekuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni tafsiri ya mwanzo ya aya hii, walaqad sarrafnahu, tumeigeuza mvua na hali zake. Tafsiri ya pili ni kwamba sarrafnahu, alhau inarejea katika Alquran, na ndivyo alivyofasiri hapa katika Almukhtasar. Wao wamesema walaqad bayyana wa nawwa'na fi alqur'ani alhujaja walbarahina liya'tabiru biha, tumebainisha na tukageuza tukaweka aina kwa aina ndani ya Qur'an, aina za hoja ili watu wazingatie kupitia hoja hizo. Fa aba mu'dhamu nnasi illa kufuran bilhaqqi wa tanakkuran lah, wakakataa wengi wa watu isipokuwa kuikana haki na kuikanusha na kuipinga na kujifanya kama hawaijui. Sasa hii ni tafsiri ya maulama walioitunga Al-Mukhtasar. Wao wanaona sarrafnahu hiyo inarejea katika Al-Qur'an, na wakaona kwamba ziko aya nyingine ndani ya Al-Qur'ani zinafanana na hii, mfanano huu. Kwanza zimekuja na neno kama hilo walaqad sarrafnahu, na ikawa imekusudiwa Qur'an, halafu ikawa mwisho mbele na kuja liyadhakaru, neno kama hili lilokuja kwenye aya hii. Halafu na pia inakuja mfano wa faaba aktharu nnasi illa kufura. Hivi vipengele vitatu hivi unaweza ukavikuta viwili vipo katika aya fulani na viwili vingine viko kwenye aya nyingine. Hapa pametajwa vipengele vitatu kwamba tumeigeuza Qur'an. Lengo gani lipatikane? Ili watu wakumbuke. Hicho ni kipengele cha pili. Natija ikawaje? Wengi wa watu walikanusha, hawajakumbuka. Haya mambo matatu haya yaliokuja kwenye aya hii unayakuta baadhi yake yamekuja katika aya 89 suratul Isra. Tena ameanza na neno walaqad sarrafna, lakini tu wazi wa al-Isra haikuja ad-dhamir, imekuja ismun dhahir, jina la wazi imetajwa al-Qur'an. Walaqad sarrafna linnasi fi hadha al-Qur'an min kulli mathal fa aba aktharu nnasi illa kufura. Unakuta sasa hapo vipengele vile vimetajwa. Tena imeanza walaqad sarrafna, na hapa pia imekuja walaqad sarrafnahu. Walaqad sarrafna, na kwa yakini tumeigeuza Qur'an linnasi, kwa ajili ya watu. Tumegeuza hoja fi hadha alquran, katika Qur'ani hii, min kulli mathal, tukatoa aina tofauti za mifano. Halafu akasema mwisho haya fa aba aktharu nnasi illa kufura, na hapa imekuja hivyo fa aba aktharu nnasi illa kufura. Kwa hiyo mfanano kama huu ndio unawapelekea baadhi ya ulama waone kwamba kweli dhamiri imekuja na kuna akrabu madhkur, kitu kilichotajwa hapo karibu tu ambacho ni maun, maji yametajwa, wa anzalna minas samai ma'an tahura, lakini wakasema kinachogeuzwa hapo hali zake sio mvua, bali hali za hoja, yani tofauti za hoja na aina za hoja. Kwa sababu tumeona mambo mawili kati ya matatu yaliyotajwa katika aya tulionayo leo yametajwa katika al-Isra hapa, na pia ukenda sehemu nyingine unakuta kitu kama hicho ndani ya hiyo sura al-Isra aya 41 imekuja hivi walaqad sarrafna fi hadha al-Qur'an. Neno walaqad sarrafna huku na huku lipo, walaqad sarrafna fi hadha al-Qur'an liyadhakaru, tumeitofautisha Qur'ani hoja zake na kuzibadilisha
ili watu wakumbuke. Kwa na lengo la kukumbuka limetajwa, na natija ikasema hivi, wama yaziduhum illa nufura, lakini haijawazidishia ila kukimbia tu, kuikana Qur'an. Kwa hiyo mawili yamekuja kwa uwazi katika al-Isra na aya tulionayo leo katika al-Furqan, na la mwisho katika aya hii niloitaja sasa hivi 41, wama yaziduhum illa nufura, imefanana na fa aba aktharun nasi illa kufura. Maana yake Allah atakusema juhudi ya kubadilisha ubadilishaji mwingi imepatikana ili watu wakumbuke, lakini je, ubadilishaji mwingi umezalisha kukubali kwingi? Hapana, bali kukanusha kwingi. Ndio akasema fa aba akthar, wakakataa wengi, wingi miongoni mwa watu, fa aba aktharun nas illa kufura. Kwa hiyo ndio tafsiri tulionayo hapa katika al-Mukhtasar, na kwamba huu ujumbe unahusu Qur'ani, lakini at-tasrif sawaan taalaqa bil-Qur'an au bil-akwan, ugeuzaji ni sawa tu uambatane na Qur'an, kugeuzwa hoja au kugeuzwa hali za al-akwan za limwengu, kama ilivyokuwa kusarifiwa mvua na kugeuzwa, mara ikaondolewa hapa ikapelekwa pale, mara wakanyimwa wale, sasa wakapewa wale kule, mara ikanyeshezwa katika mazingira ya bahari au maporini. Hali hizo Allah anazifanya kusudi ili watu waone kwamba ulimwengu huu haujiendeshi wenyewe, kuna ambaye anaendesha, na hata hivyo viwingu anavipeleka yeye. Ndio aya ikasema fasuqnahu ila baladin mayyit, tukakiongoza kiwingu mpaka katika mji uliokufa. Ina maana kiwingu kinaongozwa, kinapelekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo mambo Allah anayafanya ili waje wamtambue, wamjue. Kisha akasema walau shi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira, walau shi'na laba'athna fi kulli qaryatin rasulan yundhiruhum wa yukhawifuhum min iqabillah, na lau tungetaka tungepeleka katika kila mji mtume ambaye atawaonya watu na kuwatisha adhabu ya Allah. Lakinna lam nasha' dhalik wa inma ba'athna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam rasulan ila jami'i nnas, lakini sisi hatujalitaka hilo, bali si vinginevyo tumempeleka Muhammad awe mtume kwa watu wote. Tumempeleka Muhammad awe mtume kwa watu wote. Hatujalitaka hilo la kwamba kila mji uwe na mtume wake, hatujataka hilo, ili tumnyanyue daraja Muhammad sallallahu alaihi wasallam na awe yeye ni kwa ajili ya walimwengu. Na hilo ndo anatakiwa wafahamu wanadamu duniani, kwamba mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupelekwa kwa baadhi ya watu tu, kapelekwa kwa walimwengu. Tofauti na kauli kama aliyosema Isa ibn Maryam, lam ub'ath illa li khirafi bani Israil adalla, sikupelekwa ila kwa ajili ya kuondoa wana wa Israeli waliopotea. Kwa sababu kazi ya mitume kuchunga umma ni mithili ya kuchunga hawa wanyama wanaochungwa, mithili ya kuondoa umbuzi. Ina maana yeye kapelekwa kwa wana wa Israeli, Isa alayhi salatu wasalam, kama alivyokuwa Musa na Daud na Suleiman na Zakaria na Yahya. Lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya ulimwengu. Ndio Allah asema tungetaka tungepeleka mtume katika kila mji, lakini hatujalitaka hilo. Tulolitaka sisi ni kwamba kila mji uwe unamfuata mtume huyo huyo mmoja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miji yote duniani, vijiji, vitongoji, mapori. Na ndio maana suratul An'am ikatuambia liundhirakum bihi wa man balagh. Mimi imeletwa ya Qur'an ili nikuonyeni kupitia Qur'ani hii, liundhirakum bihi wa man balagh, na kila itakayemfika. Sasa tazama neno balagha hapa, maana yake kazi ya ufikishaji wa Qur'an ni kazi ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waifikishe Qur'an ulimwenguni. Liundhirakum bihi wa man balagh,
Sasa hilo neno albulugh, huyo hufika kitu kilichofikishwa, na ndio maana Mtume akasema balighu anni walau aya, fikisheni kutoka kwangu japo aya moja. Tunatakiwa tuifikishe Al-Qur'an katika ulimwengu. Suratu Hud pia inasema waman yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'iduh, atakayekanusha Qur'ani hii kati ya makundi yote, basi moto ndio adhabu ambayo imetayarishwa kwa ajili yake. Maw'iduhu, maw'id ambayo kapewa mtu huyo ni kwenda motoni. Sasa Allah akatumia neno al-ahzab akikusudia ulimwengu hapa. Waman yakfur bihi, na neno man linamaanisha ujumla, ismul mawsul wa huwa min adawati al-umum, ni neno linalojumuisha. Waman, na kila ambaye yakfur bihi, ataikana Qur'ani hii, min al-ahzabi, kati ya makundi yote, fannaru maw'iduhu, basi moto ndio mahala ambapo kaahidiwa ataenda kuishi. Al-An'am pia imekuja yasema walitundhira ummal qura wa man hawlaha, tumekupeleka ukaonye mama wa miji ambao ndio mji wa Maka, wa man hawlaha, na wale walio pembezoni mwake. Kwa hiyo kaletwa mtume kwa ajili ya Maka na wale wote walio pembezoni mwa Maka, yani walimwengu hapa. Na kwa uwazi zaidi imeelezwa katika Al-A'raf 158, qul ya ayuha nnas inni rasulullahi ilaykum jami'a, sema ya Rasulullah, waambie enyi watu, ya ayuha nnas, enyi watu, inni, hakika mimi Muhammad, rasulullahi ilaykum jami'an, ni mtume wa Allah kwenu nyote. Neno jami'an limekuja kwa uwazi, na katika hadithi ya as-sahihain mtume anasema bu'ithtu ila al-ahmari wal aswad, mimi nimetumwa kwa mwekundu na mweusi, maanake wanadamu aina zote pamoja na utofauti wa rangi zao, lakini mimi ndio mtume wao. Na pia ikaja pia katika hadithi ya Bukhari na Muslim, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan, na ilikuwa nabii anatumwa kwa kaumu yake tu, lakini mimi nimetumwa kwa watu wote, kwa Muhammad kwa watu wote. Ndipo Allah aliposema tungependa tungetuma katika kila mji mtume, lakini hatujataka kufanya hivyo. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira, fala tuti'il kuffara fima yutalibunaka bihi min mudahanatihim wa fima yuqaddimunahu min iqtirahat, usiwatii makufar, usiwatii katika lile wanalokutaka ulifanye, ambalo ni jambo la mudahana, kuwafanyia ulaini, na katika kile ambacho wanajaribu kukiweka mbele yako katika mapendekezo mbalimbali. Watapendekeza mara uwaondoe wanyonge katika kikao chako ili wao waweze kukaa, kwa sababu hawana nafasi ya kujumuika baina yao na watumwa wao au baina yao na wanyonge. Walipendekeza hivyo makufar, na wakapendekeza mambo mbalimbali. Mtume anaambia usiwatii, wanataka uwafanyie mudahana, ulainishiane nao. Mudahana asili yake ni aduhnu, mafuta ya kupaka, na mafuta ya kupaka na kawaida ya kulainisha. Waddu law tudhinu fayudhinun, wanatamani uwafanyie ulaini na wao kufanyia ulaini. Walikuja wakamwambia ya Muhammad, kwa nini basi tusimwabudu Mola wako mwaka mmoja na mwingine ukaabudu miungu yetu? Kateremka qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun imekuja kataza mudahana, mambo ya mseto, na kwamba tuchanganye mambo. Haya hayapo. Mwisho ikaja lakum dinukum waliya din. Kwa hiyo mtume anaambia usiwatii, watakufanyia mudahana, watakuletea iktirahat, mapendekezo, sio kubalie. Wajahidhum bihadha alqur'ani almunazzali alayka jihadan adhiman bisabri ala adhahum wa tahammuli almashaqi fi da'watihim ila Allah, na pambana nao hao kwa Qur'ani hii iliyoteremshwa kwako, mpambano mkubwa kwa kusubiria maudhi yao na kubeba mashaka katika kuwalingania kuwaita kwa Allah. Hii dawa unayowafanyia watakusumbua hawa, basi wewe pambana. Wajahidhum bihi, pambana kupitia Qur'an. Kwa hapa yanakusudiwa mapambano ya hoja, ya ulimi, hoja zisimamishwe ili haki ibainike.
watu waone kwamba haki hii hapa, kama alivyosema ya ayuha nabiyu jahidil kufara wal munafiqina waghludh alayhim. Allah aliposema wal munafiqina, nakusudia wanafiq, wasimamishie hoja, pambana nao kwa ulimi kupitia da'wa na kusimamisha hoja. Wa huwa alladhi maraja albahrain, na yeye Allah ndiye aliyechanganya bahari mbili, na tafsiri ya pili ndiye aliyeziachilia bahari mbili. Hadha adhbun furatun wa hadha milhun ujaj. Hii bahari moja hii adhbun furat ni tamu yenye kukata kiu, wa hadha milhun ujaj, na hii nyingine ni chumvi inayounguza. Wajaala bainahuma barzakhan, na akajalia baina ya bahari mbili hizi kitenganishi, wa hijran mahjuran, na kizuizi imara, katofautisha baina bahari mbili. Katika al-Mukhtasar wamelifasiri neno maraja kwa maana khalata, amechanganya, lakini amechanganya katika ulimwengu. Na hapo Allah aliposema al-bahr, bahrain, bahari mbili, hajakusudia zote za chumvi. Ziwa lina maji mengi, ziwa, lakini maji yake matamu, na kwa sababu maji ni mengi inafaa kuitwa al-bahr. Al-bahru ni maji mengi tu, hata yakiwa sio ya chumvi. Ndio lugha ya Kiarabu inatumia al-bahr, na ndio maana Musa akaambiwa idrib bi'asaka al-bahra, piga bakora yako katika bahar. Lakini pale ilikuwa ni mto Nile, na mto Nile sio bahari ya chumvi. Kwa al-bahru huwa al-ma'u al-kathiru al-ghazir al-khidam, ni maji mengi yenye kina, yanafaa kuitwa al-bahr. Sasa ndani ya ulimwengu huu Allah kaika al-bahr ambayo ni al-adhb, maji matamu mazuri, lakini pia ndani ya ulimwengu huu kuna maji mengine ambayo ni machungu makali, na maji hayo yanaleta madhara. Kama utayanywa hayaondoi kiu, yana madhara ukiyanywa, sababu sio lengo, hayajaumbwa kwa ajili ya kunywa, na ni maji ya chumvi. Neno adhbun maana yake maji matamu. Kwa katika lugha ya Kiarabu neno adhab ni adhabu inayokera, na adhbun ni kitu kitamu kinachofurahisha. Na ndio maana yule mpenzi alimwambia mpenzi wake kwamba adhabi fika adhbun, kuadhibiwa mimi kwa ajili yako ni kutamu. Neno adhabi kakusudia kwa maana adhab, na adhbun ya pili maana yake ni jambo tamu. Anakusudia anampenda mpenzi wake, hata akisumbuliwa kupitia mpenzi wake, kwake yeye huo ni utamu tu. Kwa Allah aliposema maji haya, bahari hii moja hii, ambapo anakusudia hapo ni maziwa, mito hayo yenye maji mengi. Adhbun kwanza ni matamu, halafu furatun. Neno furat wako waliosema utamu wake mkubwa, kwa neno furat limetilia mkazo neno adhbun, kwamba si utamu wa kawaida tu, bali ni mwingi. Falhamdulillahi ala ni'matihi alaina, shukrani zote ni za Allah juu ya neema yake kwetu sisi, kutumbia maji ambayo tunayahitaji walimwengu na ni matamu. Wengine wanasema asili ya neno furat linatokana na neno farata, lakini neno farata asili yake ni rafata, ni neno limegeuzwa, badala ya kusemwa farata lilikuwa rafata. Na rafata maanake amevunja, kama vile jadhaba amevuta, lakini linageuzwa ile neno, linafaa kutamkwa jabadha badala ya jadhaba, dhalika wakati sasa dhalika iko mwisho ikasemwa jabadha. Au ya Isa amekata tamaa, unaweza kusema ayisa. Kwa ya Isa na ayisa maana moja moja, hapo litakuwa ni maklubu, limegeuzwa, yani zile herufi mpango wake umegeuzwa. Herufi ni zile zile lakini mpango umegeuzwa. Na jadhaba amevuta, lakini unaweza kusema jabadha badala ya jadhaba. Na hapa asili yake rafata, lakini pia likatumika na lile ambalo limekuja mbadala hilo baada ya kugeuzwa likasemwa farata. Kwa farata maana yake kasara.
Kwa anasema asili yake katika lugha ya Kiarabu husemwa rafata almau saurat alatash, maji yamevunja au yamekata kiu. Hata Swahili tunatumia neno kukata, ndio hilo neno rafata, amekata na kuvunja. Maji yanakata kiu haya. Kwa Waarabu wanasema hadha almau yarfitu alatash, maana haya maji yanakata kiu. Sasa badala yarfitu, badala neno rafata wanatumia farata, na hilo farata liloanzia faa sasa, ambalo sio asli, ni maklubu, hilo limeshageuzwa, ndio likatengeneza neno furat. Na huo ni mtindo wa Kiarabu kwamba neno lenye herufi hizo hizo laweza likageuzwa. Baadhi ya maneno yamekuja hivyo kama jadhaba na jabadha na ayisa na yaisa, na ikiwemo rafata na farata. Kwa furat manake ni maji yanayokata kiu, tukija katika uasilia wa neno lenyewe. Halafu wa hadha milhun, na haya mengine ni maji ya chumvi. Ujajun, chumvi inayounguza. Chumvi inaunguza, na ndio maana mtu ambaye amepata matatizo ya tonsils anatumia maji ya chumvi makali ili yaunguze vijidudu ambavyo vinakera. Na kweli maji makali ya chumvi na yakipashwa moto kidogo, ukali unaongezeka. Na kawaida ya chumvi ni kali, na ndio maana wanavyoni wakaja na maneno mawili hapo, almarara na alharara. Wakasema milhun ujaj. Ujaj manake shadidul mararati shadidul hararati. Shadidul marara, makali katika uchungu wake, yani yana uchungu mkubwa. Alafu shadidul harara, yana joto, sababu chumvi ina joto. Sasa ukinywa maji ya chumvi umeingiza joto, linapita kwenye koo, si ya kawaida, yanaunguza. Na ndio maana hata neno ujaj asili yake ni kitu kuunguza, kwa sababu husemwa ajjaja nara, ameukoleza moto ili uwe unaunguza. Na ajiju nar ni lahabu nar, ule mwale wa moto unaotoa sauti ukivuma, ukipanda juu, miale inapanda pale, hutumika neno ajij. Ndipo maulama wakasema milhun ujaj, maji ya chumvi yanayounguza. Kwa yale ya mwanzo yanakata kiu kwa utamu wake, na haya yanaunguza kwa uchumvi wake. Makali kaumba yeye. Na kwa sababu ya Ajuj na Majuj ni viumbe ambavyo hatari kama moto unavyowaka, wakafananishwa na ule ukali wa moto, ndo wakaitwa Yajuj, kutokana na hilo neno ujaj na ajiju nar, Yajuj na Majuj. Kwa hiyo Allah azza wa jalla aliposema hadha milhun ujaj, anakusudia kusema na haya mengine ni makali, ukali wa kuweza kuwa yanaunguza na yanaleta madhara kwa mwanadamu, si maji matamu. Na Allah kwa hekima yake kayafanya maji kama alivyosema Ibn Kathir rahmatullahi alayhi, maji yaliyotulia, yasosafiri, yawe na chumvi, ili chumvi yake iwe ni yenye kuyahifadhi maji. Na yaso na chumvi kama mito kayafanya yanatembea, ili kutembea kwake kuyahifadhi maji. Maji yanahifadhiwa ima kwa chumvi iliyo ndani yake, au kwa harakati na mwendo wake. Yanayotembea huwa masafi kwa mwendo wake, ambayo ni mito. Na bahari hazitembei, zimetulia. Kwa iliponyimwa sifa ya kutembea, ikahifadhiwa kwa sifa ya chumvi. Na ndio maana ng'onda wanatengenezwa, samaki waliokaushwa wakakaa, kwa sababu ya chumvi. Chumvi ina mambo makubwa, na kwa sababu chumvi iliyotiwa ni kali, basi hata viumbe waliomule ni nyama safi fresh. Na ndio maana Allah akasema lahman tariyan. Tariyan ni kitu kiko safi, mpaka hata mfu wake aliye baharini, samaki ikakutikana anaelea tu, anafaa kuliwa. Tofauti na mnyama wa nchi kavu, huko achinjwe damu iruke, lakini yule anafaa. Huwa tahuru mauhu alhilu maitatuhu. Mtume anasema maji haya ni tahur, yenyewe masafi, yanafaa kutumika kwa ajili ya kutawadhia, kuogea josho la kidini. Hali kadhalika na maiti yake ni halal, kama walivyopokea al-aima Imam Malik na Shafi'i na Ahmad. Kwa ni hadithi ambayo inaonyesha umuhimu wa yale maji ya bahari ya chumvi na manufaa yake. Hayo kayaumba Allah azza wa jalla. Sasa vipi kaweka kizuizi baina ya maji ya chumvi na maji matamu?
Maulama wakasema al-ardu al-yabas ni ile ardhi kavu, si baina ya bahari na maziwa pana ardhi hapo kati. Wengine wakasema ndio hiyo barzakhani yenyewe, na wengine wakasema vingine, lakini ala kulli hal ni kwamba Allah azza wa jalla kaweka kitenganishi. Barzakhan maana yake kitenganishi, na asili ya kitu barzakh kinatenganisha baina vitu viwili, na ndio maana maisha ya kaburini yakaitwa barzakh, kwa sababu yanatenganisha baina maisha aina mbili, baina maisha duniani na maisha akhira. Na ndio maana kaburini kukaitwa kizuizini, kwa maana ya kwamba aliye kaburini duniani hayupo na akhira hakufika. Akhira ile rasmi ambayo baada ya kufufuliwa ile bado hakufika, kuwako kizuizini mpaka na walio duniani wote waungane katika maisha ya barzakh pamoja na wale walio kule. Kwa kusimamishwa kiyama wataungana hapo tena, itapita miaka 40 na hatimaye watolewe. Hiyo ni barzakhan. Kwa hiyo na baina ya maji ya chumvi na maji matamu kuna barzakh. Wa hijran mahjura, na kuna kizuizi imara kabisa. Neno hijran mahjuran lishakuwa linajikariri tena katika sura yetu hii ya Al-Furqan, lakini hapo nyuma lilikuja katika maana nyingine, kwamba wameambiwa yani makufar siku kiyama yani kikisimama kwamba hakuna bushara kwenu, au wengine wanaifasiri wakati wa kufa. Aya 22 hiyo, yauma yarauna almalaika, siku atakapowaona malaika, la bushra yauma idhin lilmujrimin, hakuna bishara siku hiyo kwa waovu. Wayakuluna, na watasema hao malaika, hijran mahjura, pana kizuizi imara hapa, yani ni haraman muharraman, kizuizi na kunyimwa. Kuna haramu iliyo alafu ikatiliwa mkazo neno haram muharrama, kama ilivyotiliwa mkazo neno hijran likaletwa mahjura, hijran mahjura, kwa maana kwamba ni haramu moja kwa moja nyinyi kupewa bishara. Nyinyi hamustahiki bishara. Allah situjalie kwa katika hao. Hawa watu hawastahiki bishara, watu wabaya wakati wa kufa kwao hawapewi bishara na malaika, wala wakati wa kufufuliwa, wala akhira. Ni mambo yanatisha kweli kweli, mwanadamu kunyimwa bishara katika siku ambayo anahitaji kitulizo cha nafsi yake. Hapa tumeliona neno hijra na hajura 22 Al-Furqan, hii sura tulionayo, na leo tunakutana nalo tena katika 53 aya 53. Tumejalia baina bahari mbili barzakhan wa hijran mahjura, na kizuizi hicho imara kabisa. Wallahu subhanahu huwa alladhi khalata maa al-bahrayn khalata al-'adhba minhuma bil-malihi wa sayyara baynahuma hajizan wa sitran satiran yamna'uhuma min at-tamazuj. Na Allah ndiye ambaye amechanganya bahari mbili, kaichanganya tamu kati ya hizo mbili na ya chumvi, na akajalia baina bahari mbili kuna kizuizi na stara madhubuti na yustiri na kuzuia mchanganyiko baina bahari mbili. Wako wanaosema wataalamu kwamba kuna sehemu maji yamekutana, hasa ukiachilia kitenganishi cha ardhi, kuna kitenganishi ambacho anakijua Allah mwenyewe alichokiweka. Maji ya huku na ya huku tofauti, sifa zake. Samaki wanaoishi huku sio wa huku, kwa sababu ya pressure ya huku sio ya huku, bali kuna sehemu maji yamekutana, haya huku matamu na huku chumvi. Wanasema hivyo, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Lakini katika Ibn Kathir rahmatullah alayhi imeelezwa kwamba kizuizi chenyewe ni hiyo ardhi ambayo inafanya mito iendelee kuwepo, maziwa yaendelee kuwepo, kwa sababu lau kama bahari ingevamia ikaingia katika maziwa na mito, watu wangekosa maji matamu. Ingawaje Allah ana uwezo wa kuweka kizuizi chochote, lakini tutakaposema kizuizi ni ardhi, ina maana kwamba hata masahaba walifahamu kwa uwazi zaidi aya hii, kwa sababu wao wanachoelewa zaidi kwa zama zile kizuizi ni hicho. Na hiyo ni tafsiri mojawapo ya maulama. Tumeweka kizuizi hicho kuzuia, lakini jengine pia amelifanya subhanahu wa ta'ala linaloonyesha ukubwa wake. Ukiachilia hayo tu, afanya jengine. Lipi hilo? La kuumba mwanadamu kutokana na asilia ya tone. Allah akasema wa huwa alladhi khalaqa min alma'i basharan, na yeye ndiye aliyeumba kutokana na maji wanadamu. Faja'alahu, akamfanya mwanadamu huyo
nasaban wa sihran. Wengine wanasema imeondolewa mudhafu hapo, asili yake dha nasabin wa sihrin, kamuumba mwanadamu mwenye nasaba na ukwe, kamfanya mwanadamu, kwa sababu neno ja'alahu hau dhamiri inabidi imrejee bashara, mwanadamu. Kamfanya vipi mwanadamu? Huwezi kufasiri Kiswahili safi hapo ukasema kamfanya mwanadamu nasaba na ukwe, bali kamfanya mwanadamu mwenye nasaba na ukwe. Ina maana ya kwamba pana vitu viwili hapo. Kwanza kamuumba mwanadamu akatengeneza nasaba. Nasaba imepatikana kupitia dume na jike, lakini na ukwe vile vile na ushemeji unapatikana kupitia dume na jike. Na kwa sababu nasaba ina nguvu zaidi, mahusiano ya nasaba kuliko mahusiano ya ndoa, nasaba ikatajwa mwanzo. Na ndio maana mtoto anarithi kingi zaidi kwa mzee wake, kwa sababu yeye ni katika nasaba yake, kuliko mke. Mke hapo maingiliano ya ndoa tu. Basi pia jamaa wa mke wana thamani kwa mume, lakini wanaomhusu mume kinasaba wana nafasi zaidi, wana nafasi zaidi. Isitoshe, nasaba inaanza mapema, ushemeji na ukwe mpaka mtoto akue afike umri aoe, ndio panatengenezeka ukwe sasa. Lakini na ukwe Allah akautia thamani pia katika dini, na ndio maana Allah akautaja katika aya hii nasaban wa sihran. Bali ukwe unachanganya familia kwa sababu ya kuoana. Basi unaweza ukamkuta mtu kafanana na babu yake mzalia mama, au mwanamke kafanana na bibi yake mzalia mama. Sawa, mtoto huyu ni maji ya baba, lakini kwa sababu yamechanganyika na mama anachukua huku na huku. Kwa hiyo unapatikana mchanganyiko mkubwa sana. Wanasema kama kinavyochanganyika kitu kilichoyayushwa baina hicho na chingine. Chukulia imeyayushwa dhahabu na ikayayushwa fedha, alafu ikachanganyika, si huwa ni kitu kimoja kilichochanganywa? Kitu kikavu kukichanganya ni tabu, lakini kinachokubali kuyayushwa kikayayuka, ukichanganya ni wepesi. Sasa wanasema asili ya neno sihr katika Kiarabu, ukwe na ushemeji, wanasema asili yake ni miayuko, kwa sababu katika lugha ya Kiarabu sahara adhahab maana yake ameyayusha dhahabu. Na kwenye Qur'an imekuja neno hilo. Allah azza wa jalla anasema kuhusiana na waovu ndani ya Jahannam, yusabbu min fawqi ruusihimul hamim, watamwagiwa juu ya vichwa vyao maji makali ndani ya Jahannam, wanaunguzwa nayo maji hayo. Allah tuhifadhi. Kisha akasema yusharu bihi ma fi butunihim, vitayayushwa kupitia maji yatayomwagwa juu ya kichwa, vitayayushwa vilivyo ndani ya matumbo yao. Waljuludu, na ngozi zitayayushwa. Ina maana maji yamemwagwa kichwani, lakini adhabu ilivyokuwa kali na maji ni makali, maini yatayayuka, wengu litayayuka, utumbo utayayuka, chango zitayayuka, mafigo yatayayuka, utumbo uko ndani utayayuka, kila unachokijua wewe kilicho ndani ya tumbo la mwanadamu kitayayuka kwa sababu ya maji makali. Allahumma ajirna minan nari ya arhamar rahimin. Sasa neno hili yushar limetumika kwenye Qur'ani kwa maana ya kuyayushwa. Ndio akasema summiya sihru sihran lianna an-nasa yatamazajuna tamazujan kamilan abra sihr, abra al-musahara. Huko umeitwa hivyo kwa sababu watu wanachanganyika mchanganyiko kamili, mithili ya vilivyoyayushwa vinapochanganyika mchanganyiko kamili. Almuradi hapo pana neema hiyo kaitaja Allah azza wa jalla, nasaban wa sihra. Huyo ndio Allah azza wa jalla ameweka katika maisha ya wanadamu kuwa kuna hizo neema. Wa huwa alladhi khalaqa min maniyyi ar-rajuli wal mar'ati basharan, na yeye ndiye ambaye ameumba kutokana na maji ya uzazi ya mwanamume na mwanamke. Kwa nini tunasema mwanamume na mwanamke? Aya haijataja, imetaja alma, maji tu, lakini aya nyingine imesema amshaj, maji yaliyochanganyika ya mwanamume na mwanamke. Kupitia mchanganyiko huu anaumbwa mtoto. Maniyyi rajuli wal mar'ati, kaumba bashara,
waman khalaqa albashara anshaa alaqata alqarabati wa alaqata almusahara, na aliyeumba binadamu kaumba mahusiano ya ukaribu na mahusiano ya ukwe na ushemeji unaopatikana kupitia ndoa. Wa kana rabbuka ayuha rasulu qadiran la yu'jizuhu shay wa min qudratihi khalqu linsani min maniyyi dhakari wal mar'a, na Mola wako ya Muhammad ya Rasulullah ni muweza daima, muweza wa kila kitu, hakuna kinachomshinda, na ni katika uweza wake kumuumba mwanadamu kutokana na maji ya dume na jike. Allahu akbar, subhana man khalaq, ametakasika aliyeumba akafanya maajabu katika uumbaji wake. Sote ni maji. Maji hayo ndio leo tumekuwa mimi na wewe, tukimsahau aliyetuumba ambaye anaendesha mambo yetu, tutakuwa tumekula hasara. Lazima tumnyenyekee, tujidhalilishe kwake, ndio mafanikio yetu na salama yetu mbele yake subhanahu wa ta'ala. Sasa tazama, kawaumba na asili yao ni hayo maji, na kawapa neema za nasaba na ukwe na ushemeji, lakini matokeo yake wanamwabudu mwingine. Wayabuduna min dunillah ma la yanfa'uhum wala yadhurruhum wa kana alkafiru ala rabbih dhahira. Wayabudu alkufaru min dunillahi asnaman la tanfa'uhum in ata'uha, makufaru wanaabudu pasi na Allah masanam ambayo hayawanufaishi wakiatii, wala tadhurruhum in asawha, wala hayawadhuru wakiasi, yani kisichodhuru wala kunufaisha wamekijali kukiabudu, lakini yule mmiliki wa manufaa na madhara wamemwacha ambaye ni Allah. Wa kana alkafiru tabi'an lishaitani ala ma yuskhitu Allah ta'ala, na asiyekuwa Muislamu huyo amekuwa ni mwenye kumfuata shaitan katika yale yanayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na asili ya neno dhahiran maana yake msaidizi, yani kafir wa kibinadamu kawa msaidizi wa shaitan katika litakalo shaitan, yani kampatia atakalo. Neno dhahir maana yake mu'in, na ndio maana Allah akasema la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Lau kama watakusanyika binadamu na majini ili walete mfano wa Qur'ani hii, hawawezi kuleta mfano wake, hata kama watasaidiana wao kwa wao, hawawezi hilo jambo. Anayeweza yani kuileta al-Qur'an ni Allah azza wa jalla peke yake, na ndo kaileta. Kama kuna ambaye anataka kumgeza Allah azza wa jalla katika kuileta mfano wa Qur'an, huyo atashindwa. Kwa hiyo uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa na nguvu zake ni za hali ya juu, na mwanadamu anatakiwa akimbilie khairi ya Mola wake kwa kumridhisha. Ndugu zangu Waislamu, uhai wa dunia ni mdogo. Mfano wa dunia mbele ya akhira ni kama tone tu mbele ya bahari. Tone moja mbele ya bahari ya dunia nzima. Tone halifanyi kitu. Alqataratu hinama tuqabiluha bilbahri alkhidam, tone ukilifananisha na bahari kubwa, pana mfanano gani hapa? Ndani ya ndoo ya lita 20 unatoa matone mangapi? Mengi. Sasa bahari ya dunia nzima ndio mfano wa akhira, maisha yake ya urefu, na maisha ya dunia ni tone. Shida na adhabu na tabu zote za dunia mbele ya tabu za jahannam ni kama tone mbele ya bahari, na neema na starehe zote za dunia mbele ya starehe za janna vile vile ni kama tone tu mbele ya bahari, kwa sababu maisha kule ni ya milele. Nasallallahu an yarzuqana aljanna wa an yujirana minan nar. Na ndio maana basi Allah anaileta hii Qur'an itutanabahishe tujiandae na akhira. Miongoni mwa faida tunazozipata katika ukurasa huu, tanwi'u alhujaji walbarahin uslubun tarbawiyun najih, kuleta aina mbalimbali za hoja ni uslubu wa malezi wenye kufanikiwa. Ukitaka kuwalea wanao ama wanafunzi wako katika mafunzo ya malezi, usiwapigie mfano mmoja tu, geuza, kwa sababu kugeuza kunamfanya kila mmoja afahamu. Na mwingine anafahamu kwa mfano huu, mwingine anafahamu kwa mfano ule. Kwa kueleza kunakuja katika mifano tofauti. Ndio asili ya neno sarrafna, wala qad sarrafnahu, tumeigeuza hoja za Qur'an. Hata hizo aya zinakuja tofauti kimaneno. Idha samaa'un fatarat
na idha samau nshaqat, maana moja takriban, lakini yamekuja maneno tofauti, na mpaka hii kaitwa suratul infitar na hili inshiqaq, pamoja maneno kwamba maneno mawili yanafanana kimaana. Sasa basi tasrif ni kitu muhimu, kugeuza geuza, na hii ni katika neema za Allah juu yetu. Unaikuta mara janna inazungumzwa hivi, mara inazungumzwa vile, mara kwa lugha hii, mara ile, pia jahannam, pia visa vya mitume, habari za akhira, tasrif. Na ndio maana somo la sarfu likaitwa sarfu, kwa sababu ni somo linalozungumzia ugeuzaji wa jengo la neno, tofauti na somo la nahwu linalojali mwisho wa neno, lakini sarf inajali neno zima, mjengeko wake, mbadiliko wake. Somo la sarf linaitwa tasrif pia. Sasa Allah anasema walaqad sarrafnahu, tumegeuza geuza. Kwa hiyo katika aina bora za maelekezo na mafunzo katika mazingira ya malezi ni kugeuza geuza, kubadili badili mifano, lugha, yani lugha iwe aina tofauti, lugha ya upole, wakati mwingine lugha kidogo ya imebeba huruma. Ukiangalia Al-Qur'anul Karim wakati mwingine inakuja na lugha ya huruma badala ya kemeo kali. Kemeo linakuja sehemu nyingine lugha ya huruma, anasema ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, mwanadamu, nini kilichokudanganya juu ya Mola wako karim, mkarimu huyo, alladhi khalaqaka fasawaka faadalak. Sasa mzee anaona atumie ukali tu juu ya mwanawe, mwalimu anaona atumie lugha ya ukali tu juu ya mwanafunzi wake, hajui kwamba upole unatakiwa. Bali kuna mwanafunzi ukimpa ukali hafahamu tena, uelewa wake unaruka, ushamchanganya. Yeye anataka upole, anataka utaratibu. Akili za watu sio sawa, watu hawako namna moja. Kwa upole, huruma, namna kama hiyo, ugeuzaji, hayo yote yanasaidia katika ufahamu na kulielewa jambo. Kwa unakuta Allah mara anakemea, mara anazungumza kwa upole, mara anataja janna, mara anataja jahannam. Wakitajwa watu moto tu watakata tamaa hao, na wakitajwa pepo peke yake wataeka matumaini tu. Na Allah anapenda mja awe na mbawa mbili, kama ndege anavuruka kwa mbawa mbili, hofu na matumaini. Hofu inamfanya ende msikitini kusali kwa sababu anaogopa moto, lakini pia na anaitaka pepo kwa msukumo wa pili, kisha upata huo wa hamu. Kwa hofu inamsukuma na hamu inamsukuma, vyote viwili vimekuwa vinatia na nguvu katika kumfikisha mahala. Na faida mwisho, ad-da'watu bil Qur'an min suwari al-jihad fi sabilillah, kulingania kupitia Qur'an ni katika aina ya kupigania Uislamu. Yani Qur'an ikibainishwa, ikaelezwa, ikafanywa da'wa, hapo faida inaenea na watu wanapata faida yao juu ya al-Qur'an na kuweza kuifahamu na kufaidika. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.